Chukua dawa yako uende. Hivi mimi alikueleza lile sharti tunapewa kule kwa mganga? Hapana. Mimi jana nilikuwa naye. Lakini hakuniambia chochote kile. Ni sawa. Kuhusu Mima sijui kapewa sharti gani. Lakini upande wangu mimi sharti langu nililopewa ni kumpeleka mke wa rafiki yangu kule kwa mganga. Na marafiki zangu mko wawili, ni wewe na Uga. Wewe huna mke. Hivyo nikafikiria, nikaona ni bora nimpeleke mke wa Uga. Wanangu na wasikilizeni. Kila mmoja anieleze njozi yake. Mama, mimi nimeota njozi kwamba kuna uongozi utakuja hapa kijijini na utatawala kimabavu sana. Mama, mimi nimeota njozi. Hapa kijijini kutakuwa na ukame na mifugo itakufa. Watu wataishi kwa shida sana. Maana kutakuwa na njaa kali. Ni sadiki. Iko wazi sisi tunahitaji utajiri. Na hilo swala la kumpeleka mke wa Uga kwa mganga kupata utajiri, mimi sidhani kama ni gumu sana. Lakini tunaanzia wapi? Mimi naona hapo kuna njia mbili. Tumtumie Uga mwenyewe au tumteke mke wake na kisha tumpeleke kwa nguvu. Kumteka mtu katika hili ndugu yangu? Kwa sababu tunataka utajiri. Kumteka mtu hauoni kama sisi tutaishia jela ndugu? Ila mimi nilikuwa na wazo. Kwa nini Uga tusimtafutie mwanamke mwingine wa nje? Kwa maana tukishampata huyo mwanamke na Uga kwa naye, Uga na mke wake watagombana ndani. Na wakisha gombana, inakuwa rahisi kumchukua mke wa Uga kumpeleka kwa mtaalamu. Mimi nimeota njozi. Hapa kijijini kwetu kutakuwa na ugeni. Na ugeni wao utakuja kufarakanisha familia yetu sababu ya wivu wa kimapenzi. Wanangu nimewasikilizeni. Ambaye njozi yake itatimia, basi nitampa nusu ya nguvu zangu. Hilo naliona kama limekaa vizuri. Sasa tutafanyaje? Mimi na rafiki yangu wa kike anaitwa Linda. Unaonaje tukimtafuta akatusaidia katika hilo? Ongea naye sasa. Tukutane naye sehemu, tumpange. Mimi nadhani nipe muda wa siku kadhaa hivi. Nitampigia niongee naye
Tutakutana, tutamwambia. Basi itakuwa vizuri. Mimi naona fanya hivyo. Hilo liko sawa. Sawa kabisa. Si unajua tuna Mbona unaniangalia hivi? Alafu macho yako kama kuna kitu yanamaanisha. Ndiyo namaanisha. Nataka kujua kwa nini mama anakupenda zaidi kuliko sisi? Mzimu naye kutegemea na kuamuru uende ukamtafute Mariamu popote alipo kwenye kijiji hiki na umwangamize haraka iwezekanavyo, kwa sababu anaonekana anapendelewa sana na mamake na anapendwa sana.
Bado sijakuelewa. Unakusudia nini? Nataka kuziona hizo nguvu ulizopewa na mama. Paulina, tuondoke nyumbani. Maana Mariam kaenda kuonana na mtu. Anawezaje kwenda kuonana na mtu bila ruhusa ya mama? Na sisi tunamwachaje anaenda peke yake? Lazima tuondoke naye. Huu sio muda wa mabishano. Tuondoke. Angel. 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 Maisha yangu yamejaa balaa, hivi ni wapi nitaponea mimi mtoto wa mtu? Yani shida matatizo zilinifanya niende kwa waganga.